Baraza la Maaskofu nchini Kenya, yaani KCCB, limeitaka serikali kufanya mapitio ya haraka ya marekebisho mapya ya sheria ya matumizi mabaya ya kompyuta na uhalifu wa mtandaoni pamoja na sheria ya ardhi, likitahadharisha kwamba sheria hizo zimepitishwa kwa haraka bila mashauriano ya kutosha na zinaweza kuhatarisha uhuru wa wananchi, faragha na haki ya ushiriki wa umma. Akisoma tamko la maaskofu hao jijini Nairobi, Askofu Mkuu Philip Anyoro alisema mchakato wa kutunga na kupitisha sheria hizo haukuhusisha maoni ya wananchi ipasavyo, jambo linalozua hofu kuwa linaweza kutumiwa vibaya na taasisi za serikali kumenya uhuru wa kujieleza na kuingilia faragha za watu. Alieleza kuwa tuna wasiwasi mkubwa kuhusu namna marekebisho haya yalivyoandaliwa na kupitishwa kwa pupa. Ni muhimu yafanyiwe mapitio kabla hayajageuzwa kuwa nyenzo za kukandamiza uhuru, alikuwa anasema Askofu Anyoro. Maaskofu wamesema kuwa baadhi ya vifungu vya sheria vya uhalifu wa mitandaoni vinaweza kutumika kama silaha dhidi ya wakosoaji wa serikali au hata kuathiri taratibu za uchaguzi na matumizi ya teknolojia kwa uhuru. Wameongeza kuwa malalamiko yaliyotolewa na wananchi kuhusu sheria hizo hayapaswi kubezwa, bali yazingatiwe kwa makini ili kuhakikisha yanatumika kwa haki na si ukandamizaji. Marekebisho hayo yaliyotiwa saini na Rais William Ruto tarehe 15 Oktoba 2025 yanapewa wapelelezi na mahakama mamlaka mapana ya kufuta au kuondoa maudhui mtandaoni yanaonekana kukiuka sheria, ikiwemo uwezo wa kuzima au kufunga majukwaa ya kidijitali hata kabla ya taarifa kusambaa. Aidha, sheria hiyo mpya inawataka watumiaji wa mitandao ya kijamii kuthibitisha akaunti zao kwa kutumia vitambulisho vya serikali, jambo ambalo mashirika ya haki za kidijitali yameonya kuwa inaweza kufungua mlango wa ufuatiliaji na upatikanaji wa taarifa binafsi za wananchi. Kwa kuzingatia hali hiyo, maaskofu wameitaka serikali kuhakikisha wananchi wanashirikishwa ipasavyo katika mchakato wa mapitio ya sheria hizo ili kulinda uhuru, haki na faragha za kiraia. Hapa ndo pale ambapo sasa hivi ID inabidi itumike kwenye kufungua akaunti yako, jambo ambalo linatengeneza wakati mgumu kwelikweli, kwa sababu kama unaikosoa serikali basi inakuwa ni rahisi kwelikweli kuweza kukupata, kwa sababu taarifa zako zote zinakuwa zipo mkononi mwao. Kama unavyoona laini yako ya kwamba kunakuwa na utambulisho na kila kitu. Kwa hiyo kwenye mitandao ya kijamii nayo inaenda kufuata taratibu hizo kwa hivi sasa, sio kama zamani kupitia email tu unaweza kuifungua na kuweza kuitumia, mambo yote yakiweza kwenda sawa. Hii imeweza kupokea vibaya kule nchini Kenya, ijapokuwa kwenye mataifa mbalimbali inatumika sana na inapigwa vita kila itopo leo matumizi ya ID kwenye mitandao ya kijamii.